Nimeelezwa kupitia risala ambayo imesomwa hapa kwamba mmekuwa na mafunzo mengi mmejifunza, na nimefurahi nimemuona mwalimu hapa wa ujasiriamali ambaye amefunza ujasiriamali na mafunzo mengine mengi ambayo yanatujenga na kuandaa vijana tusiwe na taifa la vijana ambao wanalalamika zaidi bila kutafuta suluhisho au ufumbuzi wa jambo. Hili ni la muhimu sana. Lakini kujituma, kuondoa dhana ya utegemezi. Mnapata elimu yenye uhalisia, mnayaishi maisha haya na mnakaa hapa kwa kipindi cha siku hizi, inawasaidia kufahamu ni namna gani mnaweza kutoa mchango wenu kwa taifa, lakini kwa kanisa, na kuendelea kuwa kielelezo. Na ndiyo maana nilipopata taarifa hii kwamba kuna kundi kubwa la vijana, pamoja na mambo mengine, nilisema kuna vijana, ni lazima niende nikashiriki kikamilifu. Nizungumze na vijana wenzangu walika mbalimbali, wadogo, wakati na wakubwa, tufahamishane. Kupitia halmashauri zetu tumetenga fedha kwa ajili ya makundi ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu kama makundi muhimu katika jamii. Na sisi tunaamini tunapopandikiza mbegu kupitia kambi hii, mmejifunza mafunzo mengi yatakayosaidia kuweza kukabiliana na mabadiliko ya kidunia. Ni wazi katika kizazi cha sasa kuna mabadiliko kwenye mitandao ya kijamii. Leo wakati natembea na kagua hapo, nimeona watoto wengi, vijana wengi wana simu hapo, wanachukua. Ndiyo dunia ya sasa. Kuchukua sio kosa, lakini nataka muone tu dunia sasa hivi watu kuna mabadiliko makubwa sana. Nchi yetu inatambua, na mmemsikia Mheshimiwa Rais kila wakati, sisi tuliopewa dhamana katika maeneo yetu ya utawala tunayoyaongoza, moja kati ya kazi kubwa tulionayo ni kuangalia ni kwa namna gani tunatoa usaidizi hasa kwa makundi ya vijana kwenye swala zima la ajira, lakini pia kutoa elimu zaidi ya ujasiriamali na mambo mengine ya msingi ya kuwasaidia. Hivyo kanisa upanga angalau mara moja kwa mwaka wakati wa likizo kuweza kuwakusanya vijana kwenye makambi maalum, na mwaka huu imempendeza Mungu kambi hili ikafanyikia hapa Shauri Moyo. Kwa hiyo vijana kutoka maeneo yote ya field kule Singida, Arusha na Manyara wote wamekuja hapa japo kwa uchache tu ili kuweza kupata mafunzo hayo kwa wakati huu ambapo ratiba za shule zinakuwa zimefungwa. Kitakwimu, kanisa la Sabato asilimia kubwa ya waumini wake ni vijana. Hasa kwenye jimbo letu asilimia kubwa ni vijana. Hivyo ni muhimu sana kama kanisa kuweza kuwa na aina hii ya makongamano na mikutano ili kuweza kuwapika na kuwafunda hawa vijana waweze kuwa raia wema, waweze kuwa waumini waaminifu, lakini pia zaidi waweze kufaa kuwa raia wa uzima milele hapo baadaye. Uwepo wa makundi haya yote unaonyesha dhamira ya kanisa katika kuwalea vijana tangu utotoni hadi utu uzima ili wawe raia wema, viongozi bora, watu wenye hofu ya Mungu watakaoleta taifa maendeleo endelevu. Tunawaamini vijana kuwa ni nguvu kazi ya taifa, nguzo muhimu ya maendeleo. Kupitia kauli mbiu hii tunawahamasisha kujiunga, kuifanya kazi kwa bidii, kuishi kwa maadili mema na kutumia vipaji tulivyopewa kwa manufaa ya kanisa, jamii na taifa. Tunaahidi kuendelea kuwa washirika wa maendeleo kwa kushiriki katika shughuli za kijamii, kulinda amani, kuhifadhi mazingira na kuhamasisha maadili mema katika jamii. Tunatambua kuwa taifa lenye vijana wenye maadili, elimu na nidhamu ni taifa lenye maendeleo endelevu.